Kwangu Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye anatafsiri movements zote za Simba mpira unapotoka kwenye miguu ya Fabrice Luamba Ngoma. Hiki kitu ambacho anakifanya Elie Mpanzu nilishawahi kukisema hapa na nilishawahi kukiandikia kwamba Simba wakati ligi wakati imeanza, Simba walikuwa nyuma wanacheza vizuri sana, wanapovuka mstari wanapofika kwenye kiungo wanacheza vizuri. Sintofahamu ilikuwa inaanzia wanapovuka mstari wa pili wa kiungo wa timu pinzani. Walikuwa na sintofahamu. Yaani ni kama kulikuwa kunakosekana yule mtu amenilinka wa timu kutoka kwa Fabrice kwenda juu. Ukimwangalia jana huwa anacheza zaidi karibu na box. Kwa hiyo ilikuwa inamlazimisha sasa Fabrice yeye ndo awe kama deep lying playmaker, mchezaji ambaye anatengeneza nafasi kutokea chini. Hasa ukimwangalia sasa hivi Elie Mpanzu amewarahisishia kazi wachezaji wenzake wengi sana. Yaani naweza nikasema amewapunguzia majukumu wachezaji wengi. Wa kwanza kabisa ni Fabrice Luamba Ngoma. Sasa hivi Ngoma anacheza kwa kurelax sana kwa sababu anajua ile kazi ambayo ilikuwa inamlazimu yeye kuifanya kutokana na kwamba hakukuwa na mchezaji mwingine ambaye anaweza kalink team. Sasa hivi unamwona anacheza zaidi chini. Yeye kazi yake ni kudistribute mipira na mipira mingi sana huwa anaitupa kwa Elie Mpanzu. Sababu yeye ndo anayeamua ni kitu gani ambacho sahihi kinapaswa kufanyika. Wa pili ni Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua ndo alikuwa badala wa Clatous Chota Chama na ndo alitegemewa kufanya kila kitu na kuwawezesha wenzake kucheza kwenye lile eneo, hasa striker ambaye anacheza katikati. Lakini kwake ilikuwa ni ngumu kwa sababu yeye mwenyewe ukimwangalia hakuwa playmaker. Ila alikuwa ni mchezaji ambaye atanufaika uwepo wa mchezaji mwingine kwenye box ambaye ata-act kama playmaker. Yeye awe ni kwa sababu ukimwangalia Jean Charles si creator, ni finisher zaidi.